Nashukuru kwa kuhudhuria leo kwenye hichi kikao. Naitwa Mahfudh Maulid. Ni naibu katibu mkuu wa TAPSOA na namwakilisha katibu mkuu wa TAPSOA kwenye mkutano. TAPSOA ni chama cha wamiliki na waendeshaji wa vituo vya mafuta vyote nchini Tanzania. Nianze kwanza kwa athari ambayo imepatikana kwenye vituo vya mafuta. Lakini kabla sijaenda kwenye athari ya iliyopatikana kwenye vituo vya mafuta, kwanza niwaweke kwenye picha kidogo kwa ujumla wake nini maana ya mafuta katika nchi yetu hii ya Tanzania. Katika kila mwezi nchi yetu ya Tanzania inaingiza mafuta takriban dola milioni 500 ambayo yanapita hapa kwetu nchini Tanzania. Kwa maana katika haya kuna asilimia takriban 60 ambayo yanatumika hapa nchini, lakini kuna takriban asilimia 40 ambayo yanaenda nchi za jirani ambazo hazina bandari, Kongo, Zambia na nyinginezo. Kwa maana hiyo mafuta, tukiyazungumzia mafuta, ukiweka kwenye spreadsheet manunuzi yote ya nchi yetu ya Tanzania, manunuzi ambayo yanachukua hela nyingi sana kutoka nchini kwetu ni ya mafuta, ambayo ni takriban asilimia 25 ya manunuzi yote. Ukiyaunganisha kwa pamoja, mafuta yanachukua takriban asilimia 25. Lakini kinachofuatia au vinavyofuatia pale utakuta ni asilimia labda 12, 13, 9, 8 ngapi. Kwa hiyo mafuta ni very very significant. Kwa hiyo tunapopata tatizo lolote linalohusiana na swala la mafuta, tujue kwamba tuna athari kubwa sana kwa uchumi wetu wa Tanzania. Pili, tumepata athari kwenye vituo vya mafuta. Kwa Dar es Salaam ni vituo 25 ambavyo vilipata athari ya moja kwa moja kwa maana ya kuchomwa kwa moto. Lakini uchomaji ule, tunashukuru Mungu kwa taratibu ambazo tunazo za kiusalama na ambazo zimewekwa na EWURA. Tuna vitu vinaitwa HSEQ, Health Safety Environment Quality Standards. Uchomaji ule uliathiri pumps labda na baadhi ya canopies, lakini haukuathiri matenki yaliyoko chini ya ardhi, kwa maana kama ungefika kule kwenye matenki tungepata milipuko mikubwa sana. Na athari zile pia ni baadhi labda ya maduka na baadhi ya miundombinu kama magari yaliyokuwa yamepaki kwenye vituo. Lakini kwa maana ya petrol station zilizopata athari za moja kwa moja kwa Dar es Salaam zilikuwa ni 25. Tunaendelea kufanya tathmini, lakini kwa taarifa tulizokuwa nazo sasa hivi za awali ni vituo 25, kwa maana vituo 22 kutoka Lake Oil na vituo vitatu, kimoja kutoka Oryx ya Kimara, kingine kutoka Puma ya Kimara, lakini pia kingine kutoka Rupiz na yenyewe vile vile iko Kimara. Lakini nje ya Dar es Salaam, Lake Oil kwa taarifa tulizonazo pia kwa sasa hivi wamepata madhara kwenye vituo 16. Kwa maana Lake Oil peke yake ukiunganisha 22 na 16 ni vituo 38 ambavyo wamedhurika moja kwa moja, lakini countrywide kwa taarifa tulizonazo sasa hivi ni vituo 41 ambavyo vilipata athari za kuunguzwa na moto. Kwenye mfumo wetu wa vituo vya mafuta nchini Tanzania tumegawanyika katika makundi matatu. Kuna kundi ambalo linaitwa Koko, kuna kundi linaitwa Kodo, kuna kundi linaitwa Dodo. Koko kwa maana kwamba company owned, company operated. Haya ni makampuni ya mafuta makubwa ambayo yana depots, lakini pia yana vituo vya mafuta na yanaviendesha vile vituo vya mafuta. Kwa mfano kama Lake Oil, kama Camel Oil, kama Oilcom. Hizi mara nyingi kampuni nyingi kidogo ni za Kiarabu, Moil na kadhalika. Hawa tunawaita Koko. Sasa katika hawa aliyepata tatizo hapa ni mmoja ambaye ndo huyu Lake Oil. Lakini grupu ya pili tunaita Kodo, company owned, dealer operated. Hawa ni makampuni haya makubwa ya mafuta, yana depots, yanaingiza mafuta nchini, na mara nyingi hawa ni multinationals, kwa maana kwamba wapo katika nchi mbalimbali, kwa mfano kama Total, kama Oryx, kama Puma. Lakini hawa hawaendeshi hivi vituo, ila vinaendeshwa na madealers ambao wanaviendesha. Sasa katika hawa athari imepatikana kwa vituo viwili ambavyo kama nilivyosema ni Oryx ya Kimara na vile vile ni Puma ya Kimara. Lakini group la tatu ambalo ndo lina vituo vingi zaidi katika muktadha wa vituo vyetu nchini Tanzania ni Dodo, inaitwa dealer owned, dealer operated. Kwa maana kwamba unakuta mtu unakuwa na kituo chako, umekipa jina unalolitaka wewe mwenyewe, unakiendesha mwenyewe, unaenda kununua kwa madepots mbalimbali kule Dar es Salaam. Na hawa Dodo
ni wengi zaidi kwa nchini kwetu Tanzania, kwa maana kwamba katika vituo almost 2600 vilivyoko nchini Tanzania, hawa ni takriban 60%. Lakini kwa Tanzania yetu hii, mkoa ambao una vituo vingi sana ni mkoa wa Dar es Salaam, ambao tunazungumzia kwa sasa hivi kuna vituo 476. Na katika vile ambavyo nimewaambia tulivyopata athari vituo 25, ni kwa maana 5.2 ya vituo ambavyo vimeathirika kwa Dar es Salaam. Ukija kwenye statistics, 5.2 ni very significant number, ni namba kubwa sana, na lazima tuiangalie kwa umakini, kwa maana kwamba tunapojaribu kufanya tathmini, lakini pia vile vile kuona nini kifanyike huko mbele ya safari.